Hata wewe unaweza kutengeneza mamilioni kupitia YouTube. Kupitia kitabu hiki, nimekuandikia mbinu za siri nilizozitumia kwa miaka 8 kukuza chaneli na kutengeneza pesa. Utafahamu kila kitu kuhusu YouTube, kuanzia kufungua mpaka kupata watazamaji wa kutosha. Utakipata kitabu hiki kwa shilingi 5,000 tu. Tuma neno kitabu kupitia namba 0765535982 kisha utapata utaratibu wa kupata kitabu chako. Mnamo tarehe 23 Septemba mwaka 2013, kijana mwenye umri wa miaka 21 aitwaye Maksud alijikuta kwenye situation ambayo hakuna binadamu anatamani kujikuta. Akiwa katika kituo cha maonyesho ya wanyama kiitwacho National Zoological Park kilichopo huko New Delhi nchini India, Maksud aliangukia ndani ya uzio wa chui, na ndani ya sekunde kadhaa akawa uso kwa uso na chui aina ya Bengal wanaopatikana kwa wingi huko nchini India. Lakini pia chui hawa wanafahamika kwa nguvu na ukali wao. Chui hawa ndio wanaongoza kwa kuua binadamu huko nchini India, pengine na duniani kote, kuliko aina nyingine ya chui. Maksud, kijana asiye na mafunzo wala uelewa wa namna ya kujitoa kwenye situation kama hiyo, alianza kuhangaika akimwomba chui amsamehe. Ukiangalia lugha ya mwili wa kijana huyu na namna alivyokuwa anaonyesha mikono yake, bila shaka alikuwa akiomboleza. Lakini chui alionekana kumgusagusa akitaka kujua hiki ni kitu gani. Naomba ufahamu kuwa hiyo ilikuwa mchana kweupe na watu walikuwa wakishuhudia. Mashuhuda wakapiga simu ya msaada na ndani ya muda mfupi mlinzi wa hifadhi akaja. Lakini jambo la kushangaza, alikuja mkononi akiwa na kirungu badala ya kuwa na bunduki ambazo zinatumika kuwazimisha au kuwafanya wanyama wasinzie ili kuweza kuondoa hatari iliyopo mbele yao. Baadaye katika maelezo ya kisa hiki, uongozi wa zoo hiyo walidai kwamba mlinzi huyu hakuweza kwenda na bunduki hizo kwa sababu wanaotakiwa kuzitumia ni wale wenye elimu kuhusu dawa zinazotumika kuwafanya wanyama wasinzie, kwani mtu asiye na uelewa anaweza kumshambulia zaidi mnyama na kusababisha overdose ambayo inaweza kumfanya mnyama akafariki dunia. Wakati chui akiendelea kujiuliza hiki ni chakula au ni nini, mashuhuda wakafanya kosa lililosababisha Maksud akauawa. Walianza kupiga kelele huku akimrushia mawe na makopo chui, jambo ambalo lilimshtua chui huyo, hivyo akamng'ata shingoni Maksud na kumburuza akienda naye mafichoni. Baada ya dakika 15, maofisa wa wanyamapori wakaja, lakini tayari kijana huyo alikuwa ameshapoteza uhai. Mamlaka za zoo hiyo walidai kuwa kijana huyo alionywa mara 2 kwamba asining'inie kwenye uzio wakati anapiga picha wanyama, lakini kijana huyo hakusikia mpaka pale alipoangukia ndani ya uzio wa chui. Ndugu wa kijana huyo walidai kwamba Maksud alikuwa anasumbuliwa na magonjwa ya akili, lakini licha ya yote, mwisho wake ulikuwa mbaya na maumivu makali. Tukiachana na kisa hiki, hivi ulishawahi kujiuliza, siku ukikutana uso kwa uso na chui wa aina yoyote, iwe chui wa Afrika, cheetah au Bengal wa India, je, utafanya nini ili kutoka salama? Tuende pamoja kwenye video hii ili tufahamu mambo ambayo wataalamu wa wanyama wanapendekeza mtu afanye ili kuongeza asilimia za kutoka akiwa hai. Jiunge na chaneli hii kwa kubonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele pembeni yake. Mimi naitwa Justin Shedi. Sasa twende kazi. Kwanza kabisa unatakiwa kufahamu kwa kila mwaka watu 53 wanafariki dunia duniani kote kwa kuuawa na chui, na idadi kubwa ya watu wanatoka nchini India, na hii ni kutokana na mwingiliano mkubwa kati ya makazi ya binadamu na mazingira ambayo chui wanatembelea, na hii inafanya chui aina ya Bengal kuwa chui wanaoongoza kwa kuua binadamu zaidi. Yawezekana hujawahi kuwaona chui macho kwa macho, lakini hawa si wanyama wadogo kama alivyo mbwa, na hata kama ukimwona na umbo la kawaida, wataalamu wanaeleza kuwa chui wa kawaida anaweza kuwa na uzito mpaka kilo 200, na akisimama kwa miguu miwili anaweza kuwa na urefu zaidi ya binadamu wengi wa saizi ya kati. Kuhusu nguvu zake, hapo usiulize wala kuchezea, kwani chui anaaminika kuwa na nguvu mara 20 kuliko binadamu wa kawaida, hivyo usije ukadhani unaweza kupigana na chui. Huyu ni mnyama mjanja na mwenye uwezo wa kufanya mawindo katika mbinu za hali ya juu sana, hivyo uwezo wako kumshinda ni mdogo sana. Nguvu yake ya kung'ata ni kubwa sana, kiasi kwamba anaweza kuvunja mpaka mfupa kwa kung'ata mara moja tu. Kucha zake ni kali, na ukizingatia nguvu ya misuli yake, chui akitumia nguvu kubwa anaweza kukutenganisha kichwa na mwili kirahisi sana.
Sasa hebu fikiria, uko zako porini, unatembea au katika mazingira ya utalii, ghafla chui huyu hapa mbele yako. Kitu gani utafanya? Je, utakimbia? Hapana, kwa sababu huwezi kushindana kasi na chui. Hata mwanariadha mwenye kasi zaidi ulimwenguni Usain Bolt hawezi mkimbia chui. Rekodi zinaonyesha kuwa Usain Bolt aliweza kukimbia kwa spidi ya kilomita 44.72 kwa saa, lakini chui ana uwezo wa kukimbia mpaka kilomita 64 kwa saa. Je, utapanda juu ya mti? Inaweza kusaidia, lakini ni pale utakapokutana na aina ya chui ambao hawawezi kupanda juu ya mti, kwani si kila chui anaweza kupanda juu ya mti. Na wale wataalamu wa lugha, naomba tuelewane. Ninaposema chui, namaanisha tu kwa ujumla, kwani kwa Kiingereza kuna aina mbalimbali ya wanyama wa aina hii. Unaweza kuita leopard, unaweza kusema tiger, unaweza kuita cheetah, lakini kwa Kiswahili wacha tuseme chui. Sasa endapo utakutana na chui mwenye uwezo wa kupanda juu ya mti, ufahamu kwamba chui ana uwezo mzuri wa kupanda juu ya mti kuliko wewe. Unaweza ukawa unapanda nyumbani kwake, kwani mara nyingi aina fulani ya chui wanapenda kukaa juu ya miti. Mpaka hapa yawezekana kabisa umeshakata tamaa ya kutoka hai, lakini usijali, wataalamu wanatoa mbinu zinazoweza kupunguza asilimia za wewe kukutana na malaika Israeli siku hiyo. Tuanze na hatua ya kwanza. Ikitokea wewe ndio umemwona chui kwanza kabla yeye hajakuona, hakikisha unatulia kama sanamu. Usijitikise wala kutaka kukimbia haraka, labda kama uko karibu na nyumba au sehemu unayoweza kuingia na chui hawezi kuingia. Ukianza kutembea na kutaka kukimbia, utasababisha chui akuone na atake kujua kwa nini kiumbe hiki kinanikimbia. Hivyo atakufuata ili mzungumze vizuri kwa nini unamkimbia. Yawezekana ukiwa umetulia, usiweze kuwa na utulivu mkubwa kwa sababu ya hofu inayokuja juu yako. Mapigo ya moyo yanaanza kwenda kasi na unajikuta unaanza kuhema kwa haraka. Baada ya muda, unaanza kupanic. Sasa katika tukio hili, hakikisha unashusha pumzi na kuepuka kupanic. Kuanza kulia au kuugulia kunakoweza kufanya chui akuone haraka, jambo ambalo hutopenda mwisho wake. Ukianza kupanic, bila shaka unaweza kupoteza uwezo wa kukontrol baadhi ya viungo vyako, ikiwemo kubana mkojo, na endapo ukajikojolea, hilo linaweza kuwa tatizo zaidi, kwa sababu wanyama kama chui, mkojo si haja tu ya kawaida, bali ni kitendo cha kuweka alama mpaka. Hivyo endapo ukajikojolea na chui akaona, atahisi wewe umeingia katika eneo lake na unaweka mpaka kuonyesha kuwa wewe ndio mtawala wa eneo hilo. Hivyo haraka atakuona kama adui, na huo ugomvi hakuna atakayekuja kusuluhisha. Jambo ambalo wataalamu wanaeleza kuwa ni hatari kulifanya kwa haraka ni kukimbia. Kama nilivyokueleza, huwezi kumshinda mbio chui, atakukamata kirahisi tu. Ikitokea mmeonana uso kwa uso, usimwangalie machoni, angalia pembeni, lakini usimpe mgongo. Rudi nyuma taratibu sana, huku ukijitutumua na kujitanua mwili ili uonekane una umbo kubwa kadiri uwezavyo. Usije kukaa kama maksudi ambaye alijikunyata, jambo lililomfanya aonekane kama kiumbe mdogo sana. Na chui anapokuona una umbo dogo, anapata ufahamu kuwa anaweza kukumudu. Mara zote hakikisha unajitutumua ili uonekane una umbo kubwa, ili chui azidi kupoteza muda kukutathmini, akihisi kama wewe ni hatari zaidi yake wakati wewe unasubiri msaada. Kama mko wawili au uko na mtoto, unaweza kumweka begani ili muonekane wakubwa. Chui hana akili kama binadamu kwamba ajue ninyi ni binadamu wawili mmebebana. Yeye atadhani wewe ni kiumbe mwenye mwili mkubwa zaidi yake, hivyo itamchukua muda kuwashambulia, kwani yeye pia anaogopa wakati mwingine. Unapofanya hivyo, anza kurudi nyuma taratibu, wala usimpe mgongo. Najua hii ni kama haiwezekani hivi, hata mimi sijui nitafanya nini, lakini uwe na uhakika kwamba ukifanya kinyume ya haya, unaharakisha safari yako ya ahera. Na ikitokea hakuna njia nyingine, usije ukajifanya umekufa, sababu chui atajua uko hai, na atakapokugusagusa tu lazima utatikisika na atakumaliza papo hapo. Hakikisha unapambania uhai wako, na wala usijisumbue kumpiga ngumi chui. Ingiza mkono wako kwenye mdomo wake na ndani kabisa, kwa sababu hapo hataweza kukung'ata. Ni kweli atakuparua, lakini ukiingiza mkono ndani sana, kama ilivyo kwa viumbe wengine, utaanza kumvuruga na atajisikia kama kutapika au hali fulani inayoweza kumfanya asiendelee kukushambulia. Licha ya yote, mtazamaji wangu, siku yako ikifika, hata ufanyaje, utaliwa tu. Na ikitokea umejikuta kwenye situation kama hii, unaweza usikumbuke jambo lolote tuliloliongea hivi leo. Hivyo haya ni mambo wanayosema wataalamu, lakini tukija katika uhalisia, mambo huwa tofauti. Asante kwa kutazama video hii.
Mimi naitwa Justin Shedi na kukaribisha sana kujiunga nasi kwa kusubscribe, na tukutane tena kwenye video inayofuata. Hata wewe unaweza kutengeneza mamilioni kupitia YouTube. Kupitia kitabu hiki nimekuandikia mbinu za siri nilizozitumia kwa miaka 8 kukuza chaneli na kutengeneza pesa. Utafahamu kila kitu kuhusu YouTube, kuanzia kufungua mpaka kupata watazamaji wa kutosha. Utakipata kitabu hiki kwa shilingi 5,000 tu. Tuma neno kitabu kupitia namba 0765535982 kisha utapata utaratibu wa kupata kitabu chako.